Habari ya wakati huu. Karibu sana katika TriGen Media. Channel yetu inapatikana katika account yetu ya YouTube. Tembelea hapo, andika neno TriGen Media, subscribe ili uendelee kupata habari, makala pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu sana. Hizi sasa ni fikra za Mubali na Mapuli. Sehemu pekee, majukwaa pekee kupitia hapa TriGen Media tunachakata masuala mbalimbali ya kihabari, ya kijamii, lakini tunachakata pia chambuzi mbalimbali za matukio ama masuala mbalimbali yanayojiri kote duniani katika muktadha wa kitaifa na hata kimataifa, pia katika nyanja zote za siasa, uchumi pamoja na masuala mbalimbali ya kijamii. Huu ni mwendelezo wa fikra za Mubali na Mapuli. Tunazo fikra nyingi, sisi tunazo, wewe pia unazo, lakini tunachukua moja kila siku. Na kwa hii leo tumejaribu kuwaza kila mwaka. Tumeugawa mwaka katika siku, katika majuma, katika mwezi, katika miezi. Hatimaye tunaupata mwaka mmoja ambao ni zaidi ya siku 360. Lakini kuna kitu ambacho mimi na Mubali tunaona kama tunahitaji kuzungumza, nisikie fikra zake na yeye asikie za kwangu, na pengine na wewe nisikie za kwako kupitia katika kisanduku chetu hapo cha comment hapa kwa YouTube. Kwa nini kila inapofika Januari watu wengi, sio wote, watu wengi wanalia na ukata? Kwa nini? Yaani sio tu Januari ya mwaka huu, kila Januari watu wote wanalia na ukata. Je, ni kwamba tunashindwa kutengeneza mipango toka mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka, au tunavamia mipango mingi mwisho wa mwaka, au mambo yanakuwa ni mengi mwisho wa mwaka? Kwa nini Januari iwe ngumu kila mwaka? Kwa nini Januari ngumu ya mwaka huu isifanye Januari yako ya mwaka ujao iwe Januari rahisi? Kwa kujifunza kutokana na ugumu uliopata kwa Januari hii, utakwenda kupata nini ambacho mimi ninafikiri na nini ambacho Mubali anafikiri. Karibu sana, mimi naitwa Leonard Mapuli na mwenzangu ni Leonard Mubali. Hizi ni fikra za Mapuli na Mubali. Mubali, ndio. Ni Disemba tayari. Naam. Ni Disemba tayari na sio dharura. Hivi kalenda nadhani sio dharura. Hapana, yani tukisema ni dharura tunakosea. Hakuna ambaye hakujua kwamba baada ya Januari inafuata Februari. Baada ya hapo inakuja. Tulijua hivyo. Na mimi siamini kama hakuna ambaye anajua kwamba Disemba kuna Christmas, kuna mwaka mpya, kuna Boxing Day. Na haifutu kwamba labda mwaka huu haitakuwepo mwaka mpya na Christmas. Na ulivyoshia kushtukia kitu. Si hao wapangaji wa kalenda wajanja sana. Hivi unajua tarehe ya Christmas miaka yote ndio tarehe ya mwaka mpya? Unamaanisha? Yaani Christmas si tarehe 20 kwa maana ya siku. Yaani siku ambayo Christmas inaadhimishwa kikalenda, ambayo ni tarehe 25 kwa mujibu wa wenye nayo wa Kristo. Sasa kama hiyo tarehe 25 itadondokea Ijumaa, manake hata tarehe moja ya mwezi wa kwanza mwaka utakao kuwa unafuata itadondokea Ijumaa. Kwa hiyo zimefananishwa kwa maana ya siku, lakini zaidi zimefananishwa kwa maana ya siku, alafu zikafananishwa na madhara yake yanayofuata baada ya hapo. Sasa kwa mfano, kwa fikra ya leo ile kujifikirisha, hapo umejaribu, mtazamaji, Mapuli amejaribu kukuambia ule ulinganifu. Kumbe si kitu cha dharura, si kitu ambacho labda kinakuja ile ghafla binivu. Yaani sio kitu, yaani sio bahati mbaya. Yaani hakuna bahati mbaya, hakuna emergency kwenye Christmas ama mwaka mpya, hakuna. Sasa iko hivi, tuanze kujifikirisha. Kwa mtazamo wangu mimi naona yapo mambo ambayo yanachangia, ya kisaikolojia na ya kiuchumi. Tuanze tu ya kiuchumi. Unajua uchumi ni tabia. Ulishawahi kukuta mtu anasema, yani meza wanasema ile nini, mboga 7 umechafua. Ndio. Hapo kuna kuku wa kukaanga. Kuna kuku wa mchuzi. Haya, kuku wachana, tuje samaki. Kuna samaki wa kavu, kuna samaki wa mchuzi. Hao wote wanaitwa nini? Samaki. Hivi huyu mtu angeamua leo kwamba tunakula samaki wa mchuzi. Kwa ile pale ndio ulimbukeni katika matumizi. Ukiacha kwenye vyakula unakuja katika nguo. Yaani kama yule mtu ana deni. Alafu unajua mambo ya nguo, mfano kwa mtu mzima unavyopagawa na nguo hadi aibu. Kwa sababu kuna wakati fulani unaweza kuvaa nguo Mapuli unafikiri wote tunakutazama. Saizi watu wana mambo mengi akilini.
Yaani unadhani umependeza unapita, mtu anawaza hivi ile biashara yangu itaendaje? Na hiyo sana mfano kina mama. Unajua kina mama kwa kweli mimi nafikiri wangefika wakati waanze kutembelea vituo vya vya wahitaji. Mfano labda watoto yatima. Ndio wanaongoza. Sijajua kwa tafiti zangu nimeona ukianza kukagua nyumba kwa nyumba, weka hapo ngoza baba, weka hapo ngoza mama. Mtutu mzito. Sijui watatuandikia kwenye comment. Mabegi mazito kama mnasafiri yatakuwa ya mama. Lakini sijui labda matumizi lakini pili nadhani fikra zangu zinaniambia pia ni tabia, mazoea na mkumbo. Kwa sababu mimi sielewi. Ongeza na kauli mbokeni. Au chomoa mimi wako chomekagi mimi sibebi. Nasemaje hivyo kwa sababu mimi binafsi kwa mfano. Naam. Huwa sipati mantiki ya kwa nini watu wajezane Kariakoo kuelekea Christmas. Na sio wakati mwingine wowote. Exactly. Ni wanasema wazungu ni stereotype. Yaani ni fikra tu fulani kwamba pale Mbeya ni sehemu gani pamechangamka kabisa? Mwanjero. Kwamba yani kwa nini Mwanjero hapajae sana? Why? Kule kwetu Mwanza tunaweza kuwaza. Kwa nini Makoroboi si mlango mmoja pajae? Kuna ulazima wa hivyo Disemba. Ukitafuta ulazima unakosa. Kwamba ulazima unakujaje Mapuli? Kabla hatujaenda mbali, ulazima unakuja hivi. Ukichanganya ile nilichokuambia kwenye mfano wangu wa kwanza kwamba una mboga, una samaki wa mchuzi, kuna kukausha na wote mnataka waliwe siku moja. Kwa hiyo ile fikra ya kwamba kila kitu lazima kifanyike, na wengine wanavyofanya vile kwa sababu jirani atakwenda Makoroboi, jirani atakwenda soko labda la wanapouza nguo, fulani ataenda kununua maua ya kupamba na wewe unaiga. Ukimuuliza mtu labda mwezi Julai, je, wewe utanunua maua mangapi Disemba? Haelewi. Ikifika pale, maua ya Christmas, mara sijui kuku wana. Kwa hiyo zamani ni kulipuka, ni budget za kulipuka. Zamani nakumbuka wakati teknolojia bado haijawa kama ilivyo leo. Sasa hivi maeneo ya mijini ungekutana na wale jamaa wenye vitoroli wale wanauza kanda. Nakumbuka na hawapigi nyimbo zozote muda huu. Wote ni Felix na Bidara. Radhi kwanza Gen Z kwa sababu si kitu ambacho wana kanda zamani. Kwanza ukiambia kanda wanaweza kujua. Ukiambia kanda Gen Z unawachanganya. Unajua unawachanganyaje? Wanajua ukisikia neno kanda unapata linapata neno maalum. Kwa hiyo wanawaza mambo ya kanda maalum. Hii maana ni kanda cassette. Chomoa lakini hiyo nachomekea tu. Unajua sisi zamani tulikuwa na kanda kama hiyo. Huu ndio ulikuwa msimu pia wa wauza kanda wengi. Kuuza kanda za Christmas, za kwaya, za nini. Lakini siku hizi naona kama hiyo biashara ilikufa. Ile biashara imekufa. Zimekuja biashara. Kwa sababu nini maana yake? Yalikuwa tu ni mazoea, hapakuwa ni lazima. Sasa tumekuja hapo. Si kama unanielewa? Nimekuelewa. Kwamba hata hii kujazana sokoni Disemba, kunafika sehemu itakufa kwa sababu sio lazima. Na wengine sasa wanapojazana pale hawakuwa na budget ya kujazana. Anafuata mkumbo ile tunavyosema msafara wa mama. Kwamba nyumbani kwa Mubali nimeona jana amepita na mti wa Christmas. Na mimi lazima niwe nao. Nimemuona Mapuli watu wake amekwenda nao kuwanunulia sababu na watoto wetu wa siku hizi wanapenda, unajua wanafurahi kuambia stari baba ameshatunulia nguo. Sisi mama tayari ameshatunulia nguo. Kwa sisi kama wazazi, hiyo pia inakuwa inaumiza kwamba watu wako wanapoambiwa na watu wa jirani kwamba tayari umeshanunulia nguo, hapo kisaikolojia wale hawatakuwa sawa sawa kwamba na sisi hapo akili yako inakufa ganzi mambo ya Januari. Yani hapo kuna ada. Kwanza utapambana kwanza walingane kwenye Christmas hapo. Kwa maana ya mavazi, watu wako pia wavae kama wengine. Ndio nilisema mwanzo mkumbo tu. Lakini ukija hakuna sababu. Lakini namba 2 utakuja sikukuu yenyewe pale. Utataka kabisa kwako panukie kama panavyonukia kwa jirani ama zaidi. Lakini hakuna ulazima. Hakuna ulazima Mubali wala haijaandikwa. Sijawahi kuona mtu labda amefungwa kwamba unajua familia yake hakupika pilau kwa hiyo kwamba akaadhibiwa au akatengwa na kijiji. Hapana, haijawahi kutokea. Kwa hiyo msemo wako pia nakubana na wewe fikra zako kwamba ni mawazo tu ambayo tumeshajiwekea na tukayafanya kama ni msaafu kama lazima. Lakini in fact wanasema wazungu hakuna ulazima huo.
Sasa pointi ya pili, kinachozaliwa huko katika fikra. Mwanzoni si nilisema hayo matumizi. Kwa utasherehekea siku moja hiyo, sawa? Tutasema mapuli mpaka yale madebe ya taka yale mifuko ya taka huwa yanajaa mpaka wali mwingine, ukiuangalia unasema jamani, hapa si wangekadiria mchere kidogo wangekula hata kesho. Sasa ile pale kinachokuja kingine kinazaliwa hapo, mizigo mingi ya matumizi ya kifedha. Kwa sababu unapofanya hivyo unajitoa ufahamu kwamba hakuna ada, unajitoa ufahamu kodi kama vile sidaiwi. Sasa na baba mwenye nyumba inafika ile si Januari bwana. Wenye nyumba wengi pia wanachukua kodi Januari. Na wewe mwenyewe unakuna. Nakumbuka huyo mwenye nyumba anayechukua kwako kodi hana shule nyumbani kwake, ila na watoto wanaosoma shule. Kuna yeye kwa sababu ametumia kama wewe mwezi Disemba, katumia kama wewe. Kwa naye pia ana uhitaji kama wewe, lakini wewe sasa tayari wewe ni mtaji kwake sana kudai. Kwa hiyo hayo matumizi, kwa yeye utakuja kumuokoa kwenye mambo yake, kwenye swala la karo atakubana wewe kwa sababu anakudai. Lakini pia kumbuka Mubali, Januari kwanza tuje kwenye mishahara. Nadhani kwenye mishahara kabla kwenye saikolojia. Kwenye mishahara mingi kwa ile kibongobongo ile inaanziaga tarehe Disemba. Kuna waajiri wengine wanawahi. Wengine wanalipa mpaka tarehe 19, 20. Yani kama pambana na hali yako. Mimi nishakumaliza mzigo, usije ukaniharibia kazi zangu kwa sababu tu ya stress yako ya familia yako, sio watu wako hawana nguo, usije huo hapo mzigo wako. Pambana na hali yako. Kwa hiyo ukija kupiga hesabu, kwa mfano mwajiri amekupa mshahara wako tarehe 15, 16 mpaka 20. Christmas yuko tarehe 25. Kumbuka mshahara ni mmoja huo. Ndio kuna waajiri wengine wanakuwa na bonus siku na nini, lakini bado huenda zisitoshe. Haya, utaupokea mshahara. Kumbuka unapopokea tarehe 25, 23, 22, 20, kumbuka kwamba utakaofuata mshahara ihesabia Januari tarehe hizo 20 huko, muda ambao tayari shule zitakuwa zimefunguliwa. Lakini hapa katikati sasa, kabla ya shule ya kufunguliwa, ndio hivyo kuna Christmas hiyo na mwaka mpya, ambavyo vyote vina involve raha, kula, hizo raha ziko mbili. Sasa umetaja raha, nimekumbuka kuna raha ya Christmas, kuna raha ya mwaka mpya. Alafu Christmas huwa kuna raha ya kwanza na kuna raha ya kufungua mazawadi. Sisi kwa mfano wengine wanaunganisha, sijajua kwa Waislamu. Naam. Lakini kwa Wakristo Christmas nadhani toka tarehe 24 ile usiku. Hata kwa Waislamu pia kuna Idi Mosi na Idi. Alafu kwa ndugu zangu sasa, nawaita ndugu zangu hawa, sio wa kiimani, ndugu zangu tu nitasema ni kinani. Wale wa kaskazini. Wale sasa huwa wanawahi kwenda kabla tarehe 24, 23. Ndugu zangu sherehe inaanza kabla. Ndugu zangu Wachaga, nyewe mnawahi sana kwenda hivi. 22, 23 pale lazima mwe mshafika kule mlimani. Hata na kule wakifika hawa jamaa huwa hawana masiara. Kwanza lazima tuelewe kama Mubali yuko tauni. Na huko mjini sio akai kinyonge. Tunakuelewaje kama ukai kinyonge? Kuna kuonyeshana pale. Ndio maana yake. Nakula mbuzi pale. Kaka, inakuwaje wanakuambia kwamba mbona kwa Kimario toka Jumatatu tunakula tu mbuzi? Wewe umekuaje hapo tena? Mbona kwa Kavishe pako patupa se? Kwa kuna hivyo, kuna trend hiyo. Sasa hebu nipigie Mubali hiyo hesabu sasa. Ya kuanzia kabla Christmas, sawa? Uje during Christmas, after Christmas unaelekea kwenye mwaka mpya. Hesabu yake ninachokupa ni nakumbuka hapo wengi hatuingizi, tunatoa. Yaani pale ni kutoa, unaona. Turejee kwenye fikra. Kila mwaka yanatutokea haya, yanatupata haya. Kuna msanii mmoja alisema hakomi. Sisi hatukomi. No, unajua pia hata wahenga walisema kupotea njia sio kesi sana. Ila kurudia kupotea njia. Mfano napita hapa na kuuliza leo, Mapuli njia kwenda huku ni wapi? Unaniambia hii hapa. Sawa? Kesho tena utaniambia tena, kesho Mapuli njia kwenda huku wapi? Unaona? Mimi mwenyewe siku ya 3 unajua hutanijibu, utaambia bwana vipi una matatizo. Kwa hiyo kupotea njia huwa ni mara moja. Ukiona unapotea mara 2 maana yake una matatizo. Kwa hiyo hata hii hapa ni watu tu ile kujitoa ufahamu. Kwa hiyo mimi huwa kabla tujaenda kwenye nani za kisaikolojia. Hivi kwa mfano tunaweza tukashauriana kufanya kitu gani ili kuifanya Januari iwe tu mwezi kama miezi mingine? Kwa sababu nilikuwa ninatazama kumbukumbu zangu za mwaka tu huu, achana mwaka juzi. Mwaka tu huu
Uliyafanya hayo na hapana, kuna sherehe mbili zitokea lakini hapakuwa na shida. Pasaka ya mwaka huu pamoja na Eid al-Fitri ni kama ziliongozana fulani hivi. Lakini hapakuwa na kilio mwezi uliofuata. Uhai Disemba, uhai Januari. Kwa nini Disemba, kwa nini Januari? Sasa unajua Januari kama tulivyosema ule utitiri wa matumizi. Shule kwa nini utitiri wa matumizi ukuwepo kwenye Eid na kwenye Pasaka? Kwa sababu ulikuwa bado na muda, sio mwisho wa mwaka. Na muda huu wa Pasaka na Eid na muda wa Christmas na mwaka mpya. Sawa? Wanafunzi wanakuwa wako holiday, si ndio? Wanakuwa wako likizo. Sawa? Pengine na wazazi wanakuwa wafanyakazi wengi pia wanapata ada kule. Unajua wamiliki wa shule hawasemi umalize ada. Ile receipt ya Disemba. Sawa, yani Januari mtoto anavyoenda. Hakuna viporo vya mwaka jana. Kwanza mnaanza kukosana hapa mwisho. Jamaa, unajua tunaelekea mwisho wa mwaka. Sasa nao umeshalimbita kwenye masherehe. Ndio pale unaambia bwana, una namba ya muhasibu. Hebu ngoja hivi ugumu wa Januari upo kwenye karo tu au hata maisha yetu ya kawaida? Hata maisha, kwa sababu siku zote iko hivi katika uchumi. Ni kwamba ukitumia zaidi ya kile kipato, ni kama bomba tu. Hivi kikombo kikinga hivi, si maji yamekaa mle. Ukinywa, ukimaliza maji yaliyomo kwenye kikombe, utaendelea kunywa hivi, unakunywa hewa. Kwa hiyo matumizi yoyote yale lazima uwe na break. Sasa kujichetua, vijana wa sasa wanasema kujitoa ufahamu. Ndio. Unajizima data. Unajizima data. Sasa mbaya zaidi bando limo ile umezima data. Ukizima data mwingine anaingia kukopa madeni sasa mengine. Ili ukanunue jogoo wa kula siku ya Christmas. Jogoo wa kula kwa deni utamtapika. Hebu chukueni ya Mubali wana hiyo. Anasema jogoo bana, jogoo wa Christmas asiliwe kwa deni. Kama naka alipiwe keshi. Usiku wa deni au kawili kuchata shanga tu jogoo na wika. Hiyo nimechukua. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba hiyo tunachukua kijamii, tutaangalia kisaikolojia. Kijamii ni ile life discipline, nidhamu ya maisha. Maisha yote lazima, ukiona njaa imeuma kesho, itauma kwa kiwango kile kile. Wengine wanasema tumbo halina shukrani. Kwa hiyo ukipata mfano, nilitolea mfano mwanzoni, umepata mapuli, hela ya kununua kwa siku moja, ni samaki wa kukausha, samaki wa mchuzi, chagua kitu hiki. Kwamba familia leo tunakula samaki wa mchuzi. Akisema nilikuwa nataka wakausha, unasema hapana. Ngoja Mubali nitarudi kwako. Ndio. Nitarudi kwako. Mtazamaji, hii ni TriGen Media na tunachokizungumza leo kinamgusa kila mtu. Kwa nini Januari kila mwaka iwe ngumu? Ndicho ambacho mimi na Mubali tunakifikiria na tutazungumza leo. Ziko sababu nyingi ambazo watafiti na wafuatiliaji wa masuala wameziweka. Pengine labda kwa nini Januari inakuwa ngumu, wanaweka pengine wanadai zile sherehe za mwisho wa mwaka zinaongeza ugumu wa mwanzo wa mwaka ambao ni Januari. Lakini wanasema watu wengi sana hupenda kusafiri mwisho wa mwaka, kwenda kuona wazazi, ndugu, jamaa na marafiki mwishoni mwa mwaka. Kumbuka safari inahusisha pesa. Lazima mwanzo wa mwaka uwe mgumu kwa sababu pesa zinatumika mwisho wa mwaka katika kusafiri. Lakini mwisho wa mwaka kuna hizo sikukuu mbili nimekwambia mwanzo ambazo zinaongozana hadi na swala zima la kupeana zawadi. Inamaliza pesa. Lakini bado tunao watoto, wale ambao wamebahatika kuwa na watoto, tunao watoto wako wa kwako, lakini kuna wengine unaishi nao na nini unawalea. Disemba wanasema ni muda ambao wazazi wengi sana hupenda kutoka outing na watoto. Pesa hiyo. Kwa ujumla matumizi ya Disemba ni mengi sana kuliko hata vipato vyetu. Ndio maana wengi Januari lazima tunalia kwa pamoja na tunanyamaza pamoja mwezi wa 3 baada ya kuwa tumelipalipa madeni. Lakini swali langu na Mubari na wewe pia tunakuuliza, haiwezekani tukaifanya Januari kuwa rahisi tu kama miezi mingine kwa kuplan mwanzo wa mwaka, au kwa kutumia Januari ya mwaka huu kama mfano, kama onyo kwa Januari inayofuata? Mwenzangu hapa Mubali yeye amejaribu kukupitisha kwenye fikra zake, lakini zaidi akitazama sababu za kiuchumi. Umesema kuna sababu Mubali za kisaikolojia, ndio?
kwamba mtu anaamini tu. Yeah, sababu za kisaikolojia, unajua mtu alivyoumbwa kisaikolojia. Ndani ana vitu vinavyomsukuma. Sawa? Yani ile ina pressure ya mtu. Mfano mimi ni mapuli. Yani unavyojifamanisha, mimi ni mapuli. Mtoto wangu yanaonekane hana nguo. Mnyonge. Hizo ni za kisaikolojia. Yani yeye mwenyewe anajipa pressure. Ulishawahi unajipa pressure? Au mtu anaweza kusema jamii watanielewaje? Kwamba unajibu maswali ambayo hujaulizwa. Unashumu kama labda utaulizwa hayo. Watu wanajisingizia, mimi wanaita kaustaarabu ka kujisingizia. Watu watanielewaje? Hata kilala njaa watakuelewaje? Yani utakapolala njaa bado hawatakuelewa. Ukifanya kilimbukeni bado hawatakuelewa pia. Kwa hiyo mtu anachukua kisaikolojia, anajipa hadhi ambayo sio yake. Una hadhi ya 500, kwa nini si budget? Hata masoko hivi, ulishawahi kuona, ulishaenda feri hivi? Unajua feri kuna samaki ambayo kwa siku mpaka 500. Naelewa. Sasa mapuli, mimi na wewe tunaweza tukasema tunaenda kule kwa ajili ya mlo wa siku moja wa 500. Kwa hiyo tafuta soko la kwako. Hii michicha wewe utafuata supermarket mchicha. Ukiukuta supermarket kuongezewa tu ile thamani, unaweza kauziwa. Kwa hiyo kila mtu chagua mahala pana, kaa siti yako. Unajua hata kwenye basi huwezi kaenda kukaa siti ya dereva. Hapana. Hata kama hayupo pale. Unakuta basi wanaingia, mtu huyu anakwenda anafuata siti yake. Sasa siti yako naiacha, kwa nini unaenda kuparamia siti za watu? Wewe mapato yako unayajua. Haya, umezungumzia mfano ule muda kwamba mshahara wa Januari unaonekana mbali. Sababu umejikopa. Ndio. Umekula mbegu, wewe unategemea kuvuna. Utavuna mabua. Kwa hiyo ile ni discipline, lakini kisaikolojia hiyo pressure ni ile nini, kushindana ili uonekane unajijengea hali. Tutumie muda mwingi hapo sasa kwenye kushindana. Unashindana na nani? Usiyemjua. Unajua ulishawahi kuona mtu anashindana na mtu asiyemjua, na anaweza hata kaanza kumsema mtu hamjui hata jina. Huyu baba huwa anapita pale, sio anaitwa na mwingine, ndio anasema ni kama puli. Mtazamaji, kama namuelewa Mubari vizuri, ni kama anaonya tuache sifa ya vitu ambavyo sio vya msingi. Tukiwa na discipline, nikiwemo mimi na yeye, tukiwa na discipline ya matumizi ambayo ni ya muhimu na ya lazima tu, sio matumizi ya kwa sababu nani anatumia nini, inaweza kufanya Januari zetu zikawa nyepesi. Lakini tukiendelea kuamini kuwa matumizi yasio na lazima ni ya lazima, tutegemee kila Januari kuwa ngumu. Mubali wenzetu sio mbaya kuwa, mimi sipendagi sana mambo ya wazungu, lakini huwa ni muumini wa Mwalimu Nyerere. Alisema muda mwingine vizuri unaiga. Unajua wenzetu wana plan. Wana annual plan, hivi plan Kiswahili kizuri ni nini? Ni mipango. Wana mipango ya mwaka mzima. Kama mwaka huu mimi nitakuwa na mpango. Kumbuka mipango yake iko nje kabisa ya mahitaji yake. Anajua lazima ana kodi ya nyumba, anajua ana karo, anajua yani ni nje. Ila ana mipango yake. Kwamba lakini pamoja na haya yote ya kodi, ya karo, ile nataka mwaka huu mimi na familia yangu tukatembee mlima Kilimanjaro, twende Zanzibar. Umeelewa? Wenzetu wako wanafanya hivyo. Na nilishashuhudia mimi mipango yao. Na kwa mfano hao wenzetu ikitokea wamepanga hivyo kwamba holiday ya mwaka huu tutakwenda Serengeti. Watakapokuja Serengeti usitegemee watafanya extravagance, watakuwa na matumizi ya hovyo. Watatumia accordingly, watatumia jinsi ambavyo walipanga, kwamba kama ni tutakaa siku 3 ni 3, tutakwenda sehemu 1 2 3 ni hizo. Sisi sasa nitakwenda kuongezea kitu, wanagawana mpaka vinywaji. Ulishawahi kuona? Naelewa. Kwanza bia, unaweka bia moja inafunguliwa, wenyewe ni glass na miminiana. Sisi huku naweka bia zako 8 in discipline. Sawa? Kwamba tutakutana Disemba hii, tutatumia hata ambavyo hatukupanga, kwa sababu pia tunapenda sifa. Watu watakujueje kama na wewe mwaka huu haukuwa haujapita kinyonge? Kwa Mubali nakwambia hii kitu my friend. Yaani unajua tunajikuta Disemba yani maskini anashindana na tajiri. Imagine. Yaani haiwezekani. Iliwezekana tu mara moja, Lazaro alishindana na tajiri. Ni kule. Sasa yale tena chomekea lakini Disemba kabisa bro. Lakini kwa wewe kama sio Lazaro kushindana na yani tunajikuta
yani na wewe tu unataka tu kuonekana kwamba na wewe upo unaishi, lakini unachotumia huna uwezo wa kukitengeneza kwa muda ambao umetumia kutengeneza, lakini unapotumia ili fulani akuone au kushindana na fulani mwenzako ana means za kufanya hivyo. Na nikupe mfano maisha ya kuigiza, kupretend. Watu wanaigiza sana. Kuna sehemu siwezi kutaja, kuna binti moja miaka hiyo sekondari. Yanakikuta mtu amebeba maji ndoo nzima. Wewe utaumia. Akakutwa huko kwao amebeba ndoo. Lakini akiwa huko habebi. Kule yani siku ilitokea wengine wakamkuta kule amebeba ndoo na kitoto. Unajua ndoo na kitoto inaweza kawa dumu la lita 5. Lakini maisha yake yote chuoni kule na ni shuleni. Msibebe hivyo mtavunjika migongo. Alikuwa ni mdada ni? Alikuwa mdada. Sasa hawa tena kama ukisema chuoni huko nafikiri natolea tu mfano unajua umesema na mimi sitaka nichomekee kidogo. Kuna rafiki yangu mmoja bwana chuoni huko aliwahi kumtoa out mdada. Itakuja tu aliwahi kumtoa out mdada. Sasa alipomtoa out yule dada kaenda akamnunulia kuku. Sawa? Kuku. Dada akala tu ile kuku kidogo. Akasema mimi nimetosha. Si unajua ile hataki kuonekana ni mlaji sana bana. Au kucha zilikuwa ndefu sasa na hakuna cha kucha pale, yani pale ni kwamba yule sister aliona tu kwamba hawezi kula sana, ataonekana kama ni mlaji. Maana kuna clip niona kucha zile mtu nyama ni ndefu sasa lakini mshikaji alikuwa na gari. Baada ya pale kamrudisha hostel. Kafika mpaka kamshusha hostel, kampeleka ile room na nini. Bye jamaa kaondoka. Sasa kumbe ile binti akawa kuna kitu kama amesahau kwenye gari ya mshikaji. Jamaa akaendesha kidogo, mbona kama hii kitu. Yaani sasa hajafika mbali sana akageuza. Kugeuza anafika room kwa binti. Akakuta binti ametenga ana mkate pale. Sasa lakini akampa alichokuwa amempelekea. Baadaye akaniambia bana, huyu kaacha kuku kasema kashiba afu mtu anakula mkate. Analinda hadi brand. Pretendence. Kunini umesema? Kuigiza. Kuigiza. Lakini kiukweli hata hii tunasema Disemba tungeishi uhalisia, Januari isingekuwa ngumu. Hata mwingine nachomekea tena, kuna mwingine alikutwa anahangaika na kula kuku na mara anataka kupokunyoka kwenye sahani ende. Ili tu sasa kama anakula hivyo mbele ya yule ambaye anadhani kwamba tajiaibisha kwake. Yule kaomba maji ananao. Sasa yeye anakula kwa tabu. Yule ameomba yani kama mimi nakuonea aibu wewe. Kwa kifupi Mubali, Januari zitakuwa rahisi sana kama tutaishi kwa uhalisia. Kama una pesa nyingi sana tumia. Kama una kidogo tumia ulichonacho, tumia kwa nidhamu. Usiende kushindana na mtu ambaye hujui kipato chake, hujui ana nini. Yaani wewe umekusanya vimishahara vyako 3, 2, sawa, una milioni 5 hapa, unaashumu kama ni mwaka huu ni wako. Hizo ni mapato ya siku. Kumbe mwenzako hiyo hela wala hata haiwazi. Hiyo hela ni ipo kwenye account ya mtu wake mdogo. Lakini umekutana naye kijijini huko au uko naye mjini hapa kwa sababu nenda mapumziko, ni jirani yako mnakaa na utaki kae kinyonge. Hapana. Hii Disemba ili Januari iwe rahisi. Yaani lazima tukubaliane jamani. Januari haina tofauti na mwezi wa 6 au wa 7. Ni adabu tu ndo hatuna nayo. Basi, yani hakuna muujiza hapo. Kwa hiyo tuwe na adabu na Disemba kama tulivyo na adabu na miezi mingine yote, ili Januari zetu zisiwe kila mwaka zinakuwa za kujalia Mubali. Afrika imekuwa kama kawimbo, mtasikia hii Januari imekuwa. Paka zina majina uje mara nyingine ni Januari kwa sababu tu ya utovu wa nidhamu ya pesa. Na sababu ya utovu hiyo kwa sababu ya ulimbukeni na kuiga na kuigiza. Shawahi kuona kuna mtu analazimika apate kitu fulani akope ili tu aonekane, lakini kurejesha kwake itakuwa shida sana. Kwa kweli hii ni shida kubwa Mubali. Ni shida kubwa, ila sasa Disemba inakuwa ni too much kwa sababu mambo yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo dawa nini? Maombi au vitu? Hakuna cha kuomba. Labda nimwambie tu mtazamaji. Sawa? Yaani usitegemee kwamba eti kwa sababu ni Januari ni mwaka mpya utakuwa na maisha mapya, utakuwa na maendeleo mapya. Hapana.
miezi ni ile ile, mambo ni yale yale. Sawa, Mubali, si ndio? Kabisa, mtazamo wa kijamii ni vile vile. Yani usitegemee mabadiliko ya kimaendeleo kwa kupanga, kwa sababu kuna mwaka mpya. Hakunaga mwaka mpya, ni mabadiliko tu ya kalenda. Alafu nachomekea nyingine, unakuta mtu anasema ili Christmas waliniokota kwenye matuta na anguka. Tena anakuwa anaongea kama ni kasifa fulani. Kwamba tulikuwepo, tulikichafua, tulivuruga sana. Kwa hiyo walivuruga. Umeelewa yani kwamba ilikuwa balaa. Tulikuwa na fulani. Anza kutaja yani ili mjue kama alikuwepo nyumbani, anza kuwataja leo kwa nao sasa. Sisi uko usiku nilikuwa na kina Masanja, nilikuwa na kina Mchele, maana kule Mchele ni jina. Tulikuwa na wakina Sahani, kule Sahani kwetu ni jina sisi. Tulikuwa na kina Shikombe, Kikombe hicho kwetu ni jina. Sawa tulikuwa na kina Shida, atawataja wote. Kwa hiyo anapokutajia watu wengi anakupa picha kwamba haikuwa kazi ya kitoto. Ilikuwa ni ila mwishoni sasa unajero hapa au nani? Si ndio mnaagana sana. Mimi nafikiri kama ulivyosema ni angalizo. Jamani, tupeane tu angalizo kwamba hakuna haya mambo hatukuandikiwa kwamba lazima iwe hivyo. Kama kwani Disemba yetu tumepungukiwa na nini? Au wale wanaoishi kwa nidhamu ulishawahi kuona tena ndo wanatesa hata miezi ijayo. Yaani matajiri wote duniani ukiwasoma lazima watakwambia kabisa kwamba kilichofanya wakafanikiwa ni matumizi, nidhamu ya matumizi ya pesa. Kwa nadhani na sisi tuishie hapo kwamba Januari itakuwa rahisi tu, itakuwa ya kawaida kama ilivyo miezi mingine yoyote, endapo kama tutakuwa na nidhamu ya matumizi ya pesa Disemba. Pamoja na Disemba kuwa na mambo mengi na heka nyingi za sikukuu na nini, lakini ukishakuwa na sikukuu ukawa na nidhamu na sikukuu hizo ukanazo kwa adabu, kwa unyenyekevu. Tena uzuri sisi wa Kristo ni sikukuu ya kiimani. Ukanao pia na kahofu kwa Mungu. Sio ya ukurarua fedha nini. Hapana. Mimi nadhani umezungumza nidhamu wakati unamalizia, tujifunze kwa watu ambao wana hela. Nilikuwa naangalia clip moja ya Dangote. Alikuwa nahojiwa. Dangote akasema alikuwa nasikia watu wakisema Dangote una hela. Lakini yeye haamini kama ana hela. Siku akaenda kadraw kiwango kikubwa cha fedha. Wakamsaidia kuweka kwenye buti ya gari. Akaenda chumbani. Yaani yeye alikuwa haamini, yaani anasikia watu wanasema na hela. Alipofika pale amesema kaya kuuta yale mahela pale chumbani. Unaona? Anasema ndio I realized that I have money. Nikajua kwamba alichofanya sio kuanza kusherekea. Amesema nikazikusanya tena, nikarudisha kwenye account. Sasa huyo ni nani? Mwingine sangeita sherehe ya kama ni Lagos nzima au. Lakini hata vitabu vitakatifu vimeonya sana kwenye matumizi. Utajiri tumeutaja. Lakini pia vimeonya sana juu ya matumizi mabaya ya utajiri. Utajiri pia ni kwamba haufai mbele ya Mungu. Okay. Haufai. Kuna tajiri umeona ametajwa. Ametajwa kwenye Biblia. Lakini mwishoni akatukaambiwa kwamba utajiri haufai mbele ya Mungu. Kama inaweza kama muda mwingine ndivyo ilivyo kwa mtu anajikusanyia utajiri kwa ajili yake mwenyewe. Lakini hauna faida mbele za Mungu. Kwa utajiri jikusanyie, lakini jua kabisa kwamba vyote vitabaki. Ni mahubiri sasa. Tunachomekea tu hata mahubiri. Tunakuta kama tunachomekea tu mbali, tunachomekea kote sasa mbali hata kwenye mahubiri. Tunajua wengine watumishi. Lakini tunafikiri tu wind up, tuhitimishe fikra. Kwamba Januari mimi nahitimisha Mubali anza wewe kuhitimisha, alafu na mimi nitamalizia. Mimi ninavyoanza kuhitimisha, mtazamaji mwenye sikio na asikie. Kwamba Januari kwa nini iwe ngumu? Januari, mateso ya Januari kwa namna moja ukiangalia fikra za mimi na Mapuli hapa tunajipendea. Mwiba unapoingilia ndipo unapotokea. Ndio. Sasa ule mwiba uliingilia pale, utashangazwa unaenda kuchomoa mwiba mkononi Mapuli wakati ulikuchoma mguuni. Ndio. Kwa hiyo wosia wangu kwako ni kwamba Januari zifanane. 1, epuka matumizi ya kilimbukeni. 2, epuka matumizi ya mkumbo. 3, anza kuiplani. Kama utafanya uraruzi utafurahia hiyo Januari, anza basi kuplani hata kuanzia Agosti huko. Ndio Mapuli. Yaani tutajua wewe unavorarua uliwekeza kutoka kama wale vijana wa kizungu ambao huwa wanabana mishahara yao. Ndio. Unakuta ofisini anaenda amepika chakula. Ndio. Anasema mwaka huu lazima nipande mlima Kilimanjaro. Akija huku mnasema huyu ni tajiri. Discipline, adabu. Adabu bana muda wote. Adabu. Kwa mimi ndio hivyo.
mambo ya vilio, Januari iko sawa, tuna mwezi Februari iko sawa, tuna mwezi Oktoba. Ila sisi ulimbukeni wetu kwa lugha nyingine, mtazamaji, miezi yote inafanana. Sema tu Januari tumeitofautisha sisi kwa sababu ya namna ambapo tunaifikiria na kuitazama Januari. Lakini Januari ni kama miezi mingine yote. Amesema Mubali na mimi nasema, amejionya Mubali na mimi najionya, na kuonya pia na mimi nakuonya tena. Ndio, kwamba tuwe na adabu. Tuwe na adabu, tuwe na kiasi. Miezi yote inafanana. Sisi akili zetu ndo hazifanani, zinabadilika kila mwezi. Mwezi wa 12 ndo zinabadilika akili zaidi, tunataka tule maisha mazuri zaidi, tutembee zaidi, tutumie zaidi kuliko tunafanya mwezi wa 4, wa 5 na wa 6. Zimekuwa ni fikra za Mubali na Mapuli. Lakini kuna mengi kupitia TriGen Media. Nenda kwenye ukurasa wetu wa YouTube hapo TriGen Media, tafuta hapo, viko vitu vingi sana, na kwa wale wajasiriamali na watafutaji, tunazungumza kutafuta pesa, ziko makala nyingi sana hapo za kutengeneza mawazo mpaka kufikia biashara. Kama unavyoona hiyo hapo, hiyo ni ya ufugaji wa kuku, lakini pia kuna hiyo moja hapo, hiyo ni ya ufugaji ya kilimo cha uyoga, na zingine nyingi unaziona hapo. Kuna samaki, nenda kajifunze pia huko, uweze kujiongezea kipato ili Januari zisiwe ngumu sana. Sio kama sisi tunaongea ndio Januari tumeipatia sana, hapana, inatutesa pia, lakini sio mbaya kuzungumza. Tutazungumza zaidi na zaidi. Mimi naitwa Leonard Mapuli, mwenzangu amekuwa ni Leonard Mubali. Hizi ni fikra za Mubali na Mapuli. Tunaishia hapa kwa leo, lakini tunaendelea tu kukupa tahadhari. Mwisho wa mwaka usije ukakufanya ukawa na mwanzo mbaya wa mwaka. Mwisho wa mwaka ukufundishe kuwa na mwanzo mzuri wa mwaka. Mimi naishia hapa kwa leo, lakini sikwambie Januari njema. Bado haijafika ujue. Ikifika uwe na akili kichwani. Sawa, ninachukua. Na wosia na na wewe nikupe, na wewe pia nikwambie Januari njema. Napokea. Na mimi napokea. Tunakushukuru sana mtazamaji, endelea kufuatilia TriGen Media. Kwa heri kwa leo.